Karibu. Asante sana daktari. So Dr. Glory, mtu akikutana na wewe barabarani unamwambia unafanya kazi gani? Mimi naitwa Dr. Glory Makupa, ni daktari bingwa magonjwa ya saratani. Nahusika hasa kuhudumia wagonjwa watu wazima kwa kiasi kikubwa wenye matatizo ya saratani. Nahusika na tiba aina mbili, tiba ya dawa maarufu kama tiba kemia na tiba mionzi. Na pia tunapangilia matibabu tukishirikiana na madaktari wa kada nyingine ili kuwezesha mpangilio mzima wa matibabu. Kwa hiyo kiufupi, mimi ni daktari bingwa magonjwa ya saratani ya watu wazima ninayehusika na tiba kemia na tiba ya mionzi. Nashukuru sana. Nakumbuka binafsi nilivyokuwa nasoma chuoni, basically tulivyokuwa tunasoma chuoni medical school. Ilikuwa ni wagonjwa wa saratani hawakuwa wengi sana. Lakini sasa hivi wagonjwa wa saratani wanazidi kuongezeka. Nataka kufahamu ni kwamba saratani inaongezeka kwa ukubwa kama ugonjwa au ni kwamba tunagundua zaidi saratani sasa hivi tofauti na zamani? Nashukuru sana. Ni kweli kile ulichokiona ndio uhalisia. Miaka michache nyuma hakukuwa na visa vingi vya saratani kama ilivyo sasa, na sababu zote mbili ulizozitaja kama ugonjwa kuongezeka na kugundua zaidi, vyote ni sababu na vinachangia. Tukianza na kwamba ugonjwa unaongezeka, kuna maisha ambayo sasa hivi yanapelekea hiyo hali. Saratani, tukianzia kwamba saratani kwanza ina sababu yake hasa ni nini, hapo sasa ndo tutajua sasa kwa nini inaongezeka. Saratani inasababishwa na kuwa na hitilafu katika seli, na hasa tukizungumzia seli ni vinasaba ambavyo vinahusika na kuzalisha seli. Kwa kawaida, binadamu wa kawaida tangia tumetungwa, kwa maana kabla hatujazaliwa mpaka tulipo sasa, kuna mpangilio ambao umedhibitiwa wa seli kuzaliwa na kufa kutokana na uhitaji wa kiungo husika. Kunapotokea kwamba kuna hitilafu katika huu mpangilio, kwa maana ya kwamba kuna uzalishaji wa seli zaidi ya ile kasi ambayo inatakiwa iwepo. Matokeo yake tunapata seli nyingi kupita kawaida, na mara nyingi seli hizi zinakuwa hazifanyi kazi kawaida kama ambavyo seli nyingine zinafanya zile za kawaida. Kwa matokeo yake zinatengeneza uvimbe, na si vimbe zote ni saratani, lakini zile za saratani sasa zina hatari ya kushambulia kiungo husika pamoja na kushambulia maeneo mengine. Sasa hii ni sababu kwamba kuna hitilafu kwenye vinasaba vinavyozalisha seli. Lakini tunasema kuna tabia hatarishi ambazo sasa ndo zinasababisha hii hitilafu ya vinasaba. Tukizungumzia tabia hatarishi ambao sasa ni vitu ambavyo sasa pengine vimebadilika kadri tunavyoendelea na miaka, ni namna tunavyoishi, ndio vitu ambavyo tunatumia kwa maana ya chakula na vitu vingine. Tukianza labda kimoja sasa, hali ya maisha tukizungumzia manake nini? Kipindi cha nyuma walikuwa kulikuwa hakuna hizi njia za usafiri ambazo tunazo, lakini pia matumizi yake hayakuwa kwa wingi, si ndio? Tunavyoendelea kuna vitu ambavyo tunarahisishiwa. Kwa mfano kuto kutembea zaidi, tukae kwenye gari, tushuke, tuingie ofisini, tutoke. Na wengi sasa kwa vile pia tumeendelea na sisi kwa maana kusoma na nini, tuko involved au tunahusika sana na mambo ya ofisini, tunakaa muda mrefu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yale maisha ya mazoezi hatuna, yanatupelekea pia kuongezeka uzito mkubwa kwa kasi. Hiyo ni moja ya tabia hatarishi. Cha pili ni matumizi ya vyakula ambavyo tunatumia kila siku.
kutoka matumizi ya vyakula vinavyotoka na mimea, of course, na wanyama, tunaenda kwenye vyakula vya kusindika zaidi. Hiyo ni tabia hatarishi pia. Matumizi ya sukari kupita kiasi, na vitu ambavyo vimesindikwa. Tukizungumzia matumizi ya pombe na sigara, yenyewe yana mchango. Sasa tukizungumzia mambo ambayo yamekuja mageni mno, mambo ya matumizi ya shisha, vitu ambavyo tunaviona kwa vijana wetu. Nitoe tu angalizo, maana ninaongelea hili sasa hivi. Walifanya utafiti kuangalia uzito wa kutumia shisha kwa lisali moja, na wakalinganisha na ni sigara ngapi, yani mlinganisho umetumia. Wanasema nadhani dakika 40 hadi lisali moja sasa umevuta sigara 40 hadi 400. Si ndio? Inategemea na ile content iliyoko kule. And ni kitu ambacho tunakiona kwa vijana wengi. Kwa hiyo it's alarming, ni kitu ambacho inabidi kitutafakarishe kwamba tunaelekea wapi na hili janga. Na mara nyingi saratani haitokei haraka haraka, labda umevuta leo kesho. Ni mchakato. Kwa hiyo hilo nalo nitoa angalizo kabla sijahama. Lakini kuna vitu vingine tu kama ambavyo ulivitaja vya kuchunguza, huduma za uchunguzi zimeongezeka. Wakati mwingine hatujui wababu zetu walifariki kwa kitu gani, walipata nini, kwa sababu labda huduma za uchunguzi hazikuwepo. Lakini pia jamii kutokana na sensa ambayo imepita hapo nyuma, tumeongezeka sana. Tukiangalia population ambayo ilikuwepo miaka iliyopita, sasa hivi tumeongezeka. Kwa hata kama ni wachache kati ya wengi, lakini tukilinganisha bado inaweza ikakuonyesha kwamba imeongezeka. Of course kuna matumizi ya vitu vingine kama mionzi, wakati mwingine kemikali, matumizi ya moto na vyanzo vya energy vinaweza vikapelekea, lakini kiujumla hizi ndizo tabia hatarishi. Na niweke vizuri hapa, si kila mtu anayefanya hivi vitu anapata. Lakini pia si watu wote wanaopata saratani wamefanya hivi vitu. Ndio maana tunasema ni tabia hatarishi. It's a probability. Lakini ili kupunguza hii shida ya saratani lazima tuviaddress hivi hapa. Yes. So kati ya vitu ambavyo ulisema, saratani inatokea na vinasaba vikiharibika, si ndio, kwenye seli. So watu wengi wanafahamu kwamba vinasaba huwa vinarithika, si ndio? Kwa hiyo nataka kufahamu ni kiwango gani au kiasi gani cha saratani huwa kinarithiwa, na kwa mfano kama mimi nikipata saratani, uwezekano labda wa mtoto wangu kupata saratani inakuwaje hapo? Sawa. Kutokana, kwa sababu mara nyingi tunapoongelea haya masuala ya afya kuna tafiti ambazo zimeshafanyika kutupa taarifa. Kwa hiyo chochote tunachoongea vitu lazima kuwe na hizi tafiti zimethibitisha. Kwa hiyo hata hichi ambacho naenda kukiongea kimetokana na tafiti ambazo zimefanyika. Saratani ambazo zinatokana na vinasaba ambavyo mtu anarithi kutoka kwa tuseme lineage au familia yake ni 5% hadi 10% tu ya saratani zote. Sasa nyingine ni kutokana na mchango wa mazingira. Na unaweza ukawa umerithi kile kinasaba, lakini kinasubiri mazingira zile tabia hatarishi ili sasa kukusababishia saratani. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kama wewe una saratani mtoto wako lazima apate, hapana. Mara nyingi ni kutokana na probability, lakini pia percent sio nyingi sana. Sasa nitoe tu angalizo kwamba ili kujua kwamba wewe una hatari kiasi gani ya kile kinasaba chako, labda mwanao au mjukuu kukipata, kuna vipimo. Kuna vipimo vinaitwa vipimo vya kijenetiki au vipimo vya vinasaba. Unaangalia sasa, je, kuna hiyo hitilafu, na hiyo hitilafu kama unayo, sasa wewe unajiweka kwa kundi la watu ambao wako kwenye hatari zaidi. Lakini
tafiti ambazo ziko most recent ni 5% hadi 10% tu. Sasa wewe unaweza ukawa kati ya hizo 5% au 10% au ukawa katika 90%. Kitu ambacho kinaweza kikakwambia ni vipimo. Sasa ikitokea kwamba unaona kuna trend kwamba ndugu huyu wale watu wa karibu wanakuwa wengi zaidi wenye hiyo shida, basi huenda wewe ukawa kati ya hizo 1% ambazo zimetajwa. Okay. Yes. Kwa sababu nafahamu changamoto kubwa unapata wagonjwa ambao wanapata saratani lakini hawaamini kwamba wana saratani kwa sababu kwenye familia yao historia ya saratani. Hiyo ni namna nyingine ya kuisemea kwamba ni 90%, karibia 90%. ambayo haihusiani kwamba uko na ndugu au la, ni kutokana na mazingira na itilafu imetokea baadaye. Yes. Okay. Na kwa sasa hivi kwa Tanzania mna takwimu labda Tanzania wa Afrika ni saratani sasa hivi imekuwa tatizo kubwa kiasi gani? Sawa. Tuna takwimu ambazo pia zimetokana na tafiti kama nilivyosema awali. Watanzania tuko milioni 62 kutokana na sensa iliyopita hapo. Na katika tafiti ambazo zilifanyika mpaka mwaka 2022 kuna visa vipya 45,000 kwa kukadiria kwa mwaka. Hivyo ni visa vipya, yani kwamba ndani ya mwaka mmoja umegundua watu 45,000 kati ya milioni 62. Okay. Si ndio Sasa hiyo ni takwimu ya mwaka 2022, huwa inakuwa reviewed na kuwa updated kila baada ya miaka miwili. Kwa labda baada ya muda kidogo tutasikia takwimu mpya. Na hizo zinatokana na tafiti ambazo zinafanyika kwenye hospitali pamoja na jamii. Na kati ya hawa wanakadiriwa watu karibia 30,000 ambao wanapoteza maisha kutokana na saratani. Haimaanishi kwamba kati ya wote 45 wote 30 wanakufa, hapana. Lakini kumbuka mwaka huu ukipata 45, mwakani ukapata 45 wengine, mwakani wanakuwa kama wanaongezeka. Hiyo inaitwa prevalence, ndio ambao na wenyewe wameitaja kuwa angalau kwa mwaka tuna prevalence ya watu 90,000 wenye saratani. Umeona? Kwa hiyo sio kwamba wote 45 wanabaki 15, hapana. Kwa sababu wako wengi wametokea miaka ile ya nyuma. Yes, hiyo ndo ambacho naweza kusema. So in short ni karibia, tukikajua ni karibia kila siku, na maana karibia watu 150 wanagundulika na saratani. Ndio. Na tunaweza tukazitaja saratani ambazo zinaongoza pande zote mbili, kwa maana ya wanaume na wanawake, maana hazifanani. Ndio. Tataja 2 au 3 kwa kila mmoja. Kwa wanawake inayoongezeka hasa ni shingo ya kizazi. Ndio, saratani ya shingo ya kizazi. Sio saratani ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi. Na wakati mwingine wanaita saratani ya mlango wa kizazi. Yes. Alafu ya pili ni saratani ya matiti kwa wanawake. Sasa ya tatu inategemea na kanda ulioko, lakini kwa kanda yetu ya kaskazini tunaona wagonjwa wenye saratani ya umio, esophagus. Yes. Umio ni sehemu ya mwanzo ya koo, lakini kwa maeneo mengine kuna ukiachana na kanda yetu, kanda nyingine zina saratani sana ya utumbo mpana. Hiyo kama ikiwa ya tatu. Kwa hiyo inategemea na ni kutokana pia na mazingira. Kwa wanaume inayoongoza kabisa ni saratani ya tezi dume. Si ndio? Alafu inayofuata kwa kanda yetu sisi ni saratani ya umio kwa wanaume. Alafu ndipo inakuja saratani ya utumbo mpana. Hiyo inaweza ikabadilika kutokana na kanda na ni kutokana na mazingira pia eneo husika. Okay. Yes. Kwa tukurejea tu ulichokisema mara ya kwanza, mazingira yana influence kubwa sana, ni yana mchango mkubwa sana. Na watafiti ambao tupo kanda hii, maana pia nashiriki kama tafiti, tafiti zinaendelea kujua hasa ni kitu gani kinasababisha, lakini pia ni kitu gani tufanye. Yes. Kwa mikoa inaongoza Tanzania hapa, mikoa ipi ambayo inaongoza kwa saratani? Hiyo inaweza kidogo ikawa biased kwa sababu
kutoa ripoti ya saratani haiko consistent kwa kila mkoa. Kwa mfano takwimu ambazo tulizipata kutoka, tuna takwimu za kitaifa kabisa zimetoka miezi michache iliyopita. Tulionekana kwamba kanda hii ya kaskazini ndio tuna wagonjwa wengi, lakini ni kwa sababu ya huduma za uchunguzi na watu ambao kanda kaskazini na watu ambao wanatafuta huduma, lakini kama hiyo ingefanyika mikoa mingine kama ilivyo hapa, pengine ingekuwa juu. Kwa kuitranslate kidogo tunapata ukakasi, lakini kwa sababu namna ya kuireport hatujawa consistent. Wakati mwingine utaona kama inaweza kaongoza wakati mwingine, na ni kwa sababu kipindi cha nyuma huduma za saratani zilikuwa kwa mtu anatoka Kilimanjaro anaenda kwa utaambiwa lakini unakuta ni kwa sababu ya hivyo vitu ambavyo hatujaviwaza. Na good information kwa ajili ya saratani kwa ajili ya Watanzania au mtu yote anamsikiliza, like ani umuhimu wake hasa kwa karne hii unaiwekaje? Saratani sio gonjwa rahisi. Unapozungumzia saratani unavuta hisia nyingi sana, kwa maana ya hatari ya ugonjwa, hata useme athari za matibabu, kwa sababu wakati mwingine tunahitajika kufanya pasuaji ambazo pengine mtu atapoteza sehemu ya mwili wake. Kwa hiyo kuwa na uelewa sahihi inasaidia, moja, kwanza kugundua dalili, maana tunaanzia namna ambavyo tunaweza kwanza kuipunguza. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Na pale ambapo tutatafuta au tutajua kwamba tuko kwenye hatari kwa kiasi gani na kuchunguza, inatusaidia kupata ugonjwa ukiwa pengine labda haujawa saratani, au unapata ugonjwa ukiwa katika hatua za awali. Napozungumzia hatua, saratani tunaiweka kwenye wagonjwa wa saratani, tunaweka kwenye makundi mbalimbali kutokana na ukubwa wa tatizo. Saratani ikianza, inaanza ikiwa ndogo, baada ya muda inakuwa kubwa na kuathiri kiungo husika, baadaye inataka kushambulia maeneo mengine. Kwa hizi stage za awali ni pale ambapo saratani ni ndogo, uwezekano wa tibu unakuwa mkubwa kuliko pale ambapo saratani imeshaelekea katika viungo vingine tofauti na ilipoanzia. Kwa hiyo ile kwamba kujua ilivyo na namna inavyoanza na dalili zake itasaidia wagonjwa kuja mapema kabla haijawa saratani, au ikiwa katika hatua za mwanzo ambapo matibabu kwa uhakika yanaweza yakasababisha kupona kabisa. Si ndio? Hiyo ni moja, lakini kuwa na uelewa sahihi inasaidia mgonjwa kukubali matibabu. Kuna dhana potofu sana kuhusu saratani pamoja na matibabu yake. Mtu akizungumzia dawa za saratani, kitu ambacho kinaonekana kwa mara ya kwanza ni mtu nywele kudondoka, kukonda, kuchoka. Lakini ukizungumzia tiba mionzi, yani hiyo ndo hatari kabisa. Jamii iko kwenye sintofahamu kubwa sana. Upasuaji, baadhi ya saratani utahitajika kutoa kiungo husika kilichoathirika. Kwa sio kitu ambacho ni rahisi kukubali kama hauna uelewa sahihi. Kwa hiyo ukiwa na uelewa sahihi ni rahisi kuelewa kwa nini nafanya kitu fulani, kwa nini nikubali kitu fulani, kwa nini nikubali tiba fulani, si ndio? Na mara zote wataalamu wa afya tuko sehemu ya kushauri. Sehemu ya maamuzi iko kwa mgonjwa. Kwa hiyo tunajitahidi kutoa taarifa sahihi ili mgonjwa aweze kufanya maamuzi kama inavyotakiwa. Na mara zote tunatamani mgonjwa afanye maamuzi sahihi. Lakini pia inapunguza gharama za matibabu. Ukielewa kwamba hii ni saratani na inatibiwa 1, 2, 3 kutokana na aina ya saratani iliyopo, inakupunguzia kutafuta vitu vingine ambavyo vinakuingiza kwenye matibabu moja. Lakini pia labda kuisema kabla, ukipata ugonjwa ukiwa kwenye hatua ndogo, gharama za matibabu zinakuwa chini kuliko ugonjwa ukiwa mkubwa. Kwa hiyo
inakupunguzia go and come back ya kutafuta huduma kwa sababu umeelewa, lakini inakusaidia pia kuadhia kwenda sawa sana yale matibabu. Ni kweli tiba zetu pamoja na ugonjwa wewe una changamoto, lakini unapoelewa, tunaposhirikiana wataalamu wa afya pamoja na mgonjwa, tunafikia lengo tunalotakiwa kufika. Kiufupi hivyo ndo naweza kusema. Nashukuru. Kati ya changamoto ambazo tunazipata ni kwenye matibabu ya saratani ni pale unapoona mtu mwenye umri mdogo. Basically nikisema umri mdogo, so definition inatofautiana. So mimi like 45 years iliyoko miaka 40. Hii tatizo unaionaje kwa kwetu sisi hapa Tanzania? Ni tatizo kubwa sana. Sio kitu ambacho tunaweza tukalifumbia macho, na tunaona baadhi ya saratani ambazo zinazidi kuonekana kwa wagonjwa ambao wana umri, hatusemi ni wadogo sana, lakini umri ambao haujazoeleka, ni mdogo ambao haujazoeleka. Zamani tulikuwa tunaona wabibi wa babu ndo tunasikia saratani ya tezi dume, saratani ya nini. Lakini kwa sasa hivi tunaona wagonjwa wa miaka 20, 30, 40 ambao wanapata saratani. Labda nikizitaja tu, moja ni za matiti, nyingine ni za utumbo mpana. Tunapata saratani za umio huku kwetu. Sasa ni kitu tunakiona na kinaongezeka. Sasa ukifikiria pia aina ya maisha au tabia ambazo tunaziishi sasa hivi, inakupa tena uliwaza zaidi kutokana na namna tunavyoishi, lishe zisizo bora, matumizi ya tumbaku kupita kiasi, matumizi ya pombe kupita kiasi. Kuna mchango ndio wa vinasaba, lakini wakati mwingi sana unahitaji wewe uongeze kingine ndio ikusababishie. Kwa hiyo sasa inatupa pia watafiti maswali mengi ambayo sasa ndio inabidi tuyafanyie kazi, kwamba zamani ilikuwa labda kutafuta, kuna kitu tunaita screening. Screening kwa Kiswahili ni kufanyaje? Uchunguzi wa awali. Yes. Uchunguzi wa awali ulikuwa umetarget makundi ya watu ambao ni wazee. Lakini siku zinavyozidi kwenda, kutokana na namba tunazoziona, nadhani uchunguzi unaanza mapema zaidi, hata kwa vijana wengine wakiwa wako kwenye hatari zaidi, tena unaanza mapema zaidi. Kwa hiyo kushauri ni kwamba kutokana na namna ambavyo tunaona, tunashauriwa kuangalia mitindo yetu ya maisha, namna tunavyoishi. Lishe zilizo bora ni muhimu sana. Tukisema lishe, chakula chetu kama Watanzania kwa kiasi kikubwa ni wanga. Utakula wali mwingi, mboga kidogo, matunda moja, hivyo kitu ambacho kimeonyesha kuwa na hatari, si ndio? Kwa hiyo tubadilishe zaidi, tutumie, of course tusiache wanga, maana ni chakula muhimu sana, lakini tupunguze na tuongeze makundi mengine kama protini, mboga za majani na vingine, lakini pia kuepuka tabia hatarishi au matumizi ya vitu hatarishi ambavyo nimeshavisema awali. Kuna saratani nyingine zinazotokana na maambukizi ya virusi. Tukizungumzia saratani ya shingo ya kizazi, si ndio? Ambayo kinakuwa linked na kirusi cha papiloma ambacho kinaambukizwa kwa njia ya kujamiana, si ndio? Kuepuka hizo tabia hatarishi. Lakini pia kuna chanjo. Kuna chanjo tunapozungumzia saratani pia hiyo ya mlango wa kizazi au shingo ya kizazi. Sasa hivi serikali yetu imeweka mpangilio wa chanjo kwa mabinti kati ya miaka 9 hadi 14, ambao ni hatua nzuri sana, na hii chanjo imewasaidia nchi nyingine zilizoendelea kuweza kuondokana kabisa na hii saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia kuna chanjo ya kirusi kinachosababisha homa ya ini, ambacho mtu tu unaweza ukaenda ukaipata kwa gharama kidogo, hasa wataalamu wa afya, maana tunashiriki sana katika kugusagusa wagonjwa. Yes, lakini pia nisisitize tu kujielewa kwamba hii ni kawaida yangu. Unapopata dalili, utafute kupata msaada mapema. Kwa sababu saratani zinapokuwa nyingi, zinapokuwa hatua za awali, kunakuwa hakuna dalili za kueleweka. Hakuna
kwamba utapata maumivu au nini. Mara nyingi inaenda ikiwa haina dalili yoyote, kwa inapaswa ujichunguze. Unaposikia kwamba kuna kambi ipo inachunguza saratani na wewe ni mwanaume au mwanamke umekuwa umeitwa, basi ni vyema kushiriki. Kupata saratani ikiwa hatua ya awali, kuna uwezekano mkubwa sana kupona. Okay. Ndio. So hapa tunazungumzia uchunguzi wa awali. Ndio. Si ndio? Ndio. Na kabla umeshazungumzia kati ya saratani ambazo zinaongoza kwa kugundulika hapa Tanzania. So nataka kufahamu like ni namna gani bora tunaweza tukafanya uchunguzi wa awali hasa tukitarget hizi saratani 4 ama 5 ambazo tumezitaja hapo awali. Alafu napenda pia kufahamu like saratani ipi ambazo ndio zinaongoza kwa vifo. Okay. Alafu tuone kama tunaweza tukazi epuka kwa kutumia uchunguzi wa awali. Sawa. Tukizungumzia uchunguzi wa awali, saratani ambazo zinatusumbua kwa bahati nzuri kuna utaratibu wa uchunguzi wa awali. Okay. Si saratani zote zina utaratibu wa uchunguzi wa awali kutokana na namna huo ugonjwa unapotokea, ni mambo ya kisayansi. Okay. Lakini nyingi zinazotusumbua sasa hivi, tukianza na saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya tezi dume, saratani ya utumbo mpana, kuna utaratibu kabisa ambao umethibitika wa namna ya kufanya uchunguzi wa awali. Tuanze na saratani ya shingo ya kizazi. Katika hospitali zote nadhani za mikoa, za kanda na baadhi ya hospitali za wilaya pamoja na hizi hospitali za level ya chini, kuna vituo vya afya, kuna utaratibu ambao unaweza mwanamke ambaye una miaka kati ya miaka 25, 30, 25 kama ni mwathirika wa VVU au 30 na kuendelea 35, unachunguzwa pale kwenye shingo ya kizazi au mlango wa kizazi kama kuna mabadiliko ya awali ambayo yanaweza yakapelekea saratani. Ni uchunguzi rahisi sana na unakubalika na umethibitika. Wakikuta kuna mabadiliko ya awali, kuna namna ambavyo wanaweza wakakusaidia katika kuyaondoa kabla haijawa saratani, na unabidi uende sawa na mpangilio ulivyo. Wakikwambia urudi baada ya mwaka, inatakiwa uende hivyo ili kupunguzie uwezekano wa kupata saratani hiyo ya kizazi, ambayo ya shingo ya kizazi, ambayo sasa ndio tatizo kubwa linaloongoza kwa wanawake. Okay. Na umesema hii inasababishwa na kirusi? Na kirusi cha HPV. Okay. Yes, ukiachana na chanjo, lakini kuna uchunguzi wa awali. Uchunguzi wa awali. Yes. Okay. Tukizungumzia saratani ya utumbo mpana, kuna utaratibu wa uchunguzi wa awali wa hii saratani ambayo tukifika miaka kuanzia nadhani 45 kwa sasa, inabidi wewe unafanya uchunguzi wa kuangalia njia ya haja kubwa. Na kama kuna ndugu ambaye aliwahi kupata saratani ya utumbo mpana, unatakiwa uanze hata kabla miaka 45. Ni uchunguzi ambao ni rahisi pia, sio upasuaji, ambao unaweza ukagundua ugonjwa ukiwa mapema. Lakini pia ni kujua hizo dalili, kwa mfano kupata choo ambacho kina damu, wakati mwingine kutopata choo kawaida kama ambavyo umezoea, either unaenda mara kwa mara au unakuwa unapunguza zaidi. Sasa mara nyingi mpaka zimefikia hizi dalili unakuta ugonjwa ni mkubwa, na ndio maana tunashauri hasa kufanya uchunguzi kabla ya dalili. Tukizungumzia saratani ya tezi dume, japo kuna majadiliano mengi kwa habari ya kufanya uchunguzi wa awali, lakini kuna wanaume ambao wamekuwa na hili tatizo la vimbe za tezi dume ambazo sio saratani. Sasa kuna namna wanaangalia kwa vipimo vya damu, wakati mwingine vipimo vya daktari mwenyewe kuangalia ukubwa wa tezi dume na namna inavyoonekana, ili kugundua pia mapema. Kwa hiyo tuseme saratani gani inaongoza kwa visa ni kwa wanawake? Ni saratani ya shingo ya kizazi. Saratani gani inaongoza kwa vifo kwa wanawake? Ni saratani ya shingo ya kizazi pia. Okay. Je, kuna njia ya
kupunguza uwezekano wa kupata au kuchunguza kupata hatua za zipo. Okay. Tukiamia kwa wanaume vivyo hivyo, ni saratani inaongoza kwa visa, lakini pia ni saratani inaongoza kwa vifo. Okay. Of course kuna vitu vingine hapo vitabadilika ukienda ya pili na ya tatu, lakini hizi tukiweza kuzicontrol tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Okay. Yes. Sasa changamoto ya binafsi ikipata mgonjwa wa saratani, mara nyingi ukianza kushauri matibabu, watu wengi wanadhani kwamba ukishaanza kupata matibabu hiyo ni like hukumu ya kifo, daktari hukumu mtu kufa. Nashukuru sana. Kama nilivyosema, saratani yenyewe ni kitu kigumu kuwa nacho kama mgonjwa, na tunatambua hilo kama wataalamu wa afya, maana sisi nasi ni binadamu. Lakini pia matibabu yake yanabeba adha, na ni kutokana na asili ya ugonjwa wenyewe. Tunapotibu magonjwa kama malaria, UTI, tuna target vijidudu kama bakteria na virusi vingine. Lakini tunapo target magonjwa ya saratani, tuna target ile seli ya mtu mwenyewe ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo matibabu yake hayawezi kufanana, na kutokana na hiyo asili ya ugonjwa. Sasa tiba za saratani ziko katika makundi makuu matatu. Moja ni matumizi ya dawa kwa maana ya tiba kemia. Kuna matumizi ya upasuaji kutoa ugonjwa wenyewe, pamoja na tiba mionzi. Sasa hizi zote tatu zinaambatana na adha. Kwa baadhi ya saratani adha zinaweza zikawa kubwa sana. Kwa baadhi ya saratani adha ambazo zinavumilika. Okay. Sasa mgonjwa anapokuja akiwa na hatua za awali, tiba huwa rahisi zaidi. Sio tu kwa maana ya gharama, lakini pia kwa maana tiba tutakazotumia, kwa sababu ugonjwa ni mdogo. Tunapokuwa na ugonjwa mkubwa sana, tiba inakuwa ngumu. Kuanzia hapo mgonjwa anakuwa ameshadhoofu, kumbuka. Kwa hiyo hata tiba, hata kama ungekuwa sio ngumu, lakini kutokana na ule udhaifu aliokuwa nao, basi ile adha inakuwa nzito sana kwake. Mgonjwa anashindwa kula na bado unampa tiba. Umeona? Sio hukumu ya kifo. Kuna tafiti ambazo tumezifanya nadhani miaka 3-4 iliyopita. Wagonjwa wetu wanakuja tayari saratani imeshaenda mbali sana, sio tena ile hatua ya mwanzo. Na ugonjwa wenyewe unakuwa umeshamdhoofisha, si ndio? Na mara nyingi unapoongeza kitu kingine, huenda kinakuwa mzigo kwa mgonjwa mwenyewe. Na mara zote tunaangalia hivi vitu kabla hatujaanza matibabu. Ikionekana mgonjwa hawezi, tunaongea na tunashauriana tunafanyaje. Sasa ripoti ambayo watu wengi wataipata ni ile ripoti mbaya. Tuseme tu kwa taarifa ambayo ndio inayosambaa zaidi ya zile nzuri. Tuna wagonjwa wengi sana ambao wamepona kabisa. Wengi sana. Wana mpaka taasisi zao, wana mifumo yao ya kukumbushana kurudi hospitali kuchunguzwa, ni wengi. Lakini zile taarifa ambazo zitasambaa kuliko hawa wengi, na zenyewe ni nyingi. Hatusemi watupotezi wagonjwa tunawapoteza, lakini mara nyingi unakuta ni kwa sababu ugonjwa umeshakuwa mkubwa. Mgonjwa amesha dhoofu. Kwa hiyo akipata dawa pengine anadhoofu zaidi. Na ndio hicho ambacho tutakipata. Utasikia mgonjwa fulani alienda hospitali, alipoenda tu pengine ndo alikuwa sasa ndo mdhaifu, sasa ndo imemlazimu lazima aende hospitali kwa sababu hawezi kula. Tayari tumeshapoteza muda mrefu sana. Kwa hiyo sio hukumu ya kifo. Tunao wagonjwa na mashujaa wengi sana, saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti, saratani ya tezi dume, ambao wamepona na wanaendelea vizuri, lakini inabidi tuendelee kuwaona ili kuchunguza awali kabla hawajaenda tena kupata ugonjwa ambao umeendelea. Kwa wagonjwa wetu huwa tunaendelea kuwa follow. Yes. I think kati ya changamoto of course madaktari wote tunakutana nayo. So I think kwa Afrika kama sijakosea, wanasema kama kati ya 70-80 ya wagonjwa kabla hawajafika hospitalini wameshatumia tiba mbadala. Hii inaathiri vipi matibabu ya saratani? Nashukuru, na ni kweli
kati ya wagonjwa ambao tunawapokea, ukiuliza, kwa sababu lazima uongee na mgonjwa, unauliza historia, imeanza lini, umepita wapi na vitu kama hivyo. Wengi watasema kwamba wamepita katika si tiba tu asilia, lakini kuna tiba nyingine ya vyakula ambao siku hizi imekuwa ikiongezeka sana. Hatusemi kwamba haziponyeshi, kwa sababu kama nilivyosema, chochote ninachokisema lazima kuwe na utafiti ambao umethibitisha. Kwa hiyo kutumia tiba za hospitali, unatumia tiba ambayo imethibitishwa. Pengine kuna watu ambao wamepona kwa tiba ambao sio hospitali, lakini haujui ni wangapi ambao itawasaidia vivyo hivyo. Na mara nyingi ukiona namna ambavyo hizi tiba za mbadala nasikia, labda naweza nikawa nimekosea, mtanisamee, kwamba wanasema hii inatibu magonjwa yote, lakini ukiangalia namna ugonjwa unavyotokea kwa mgonjwa A inaweza ikawa tofauti kabisa kwa ugonjwa B. Ni dawa gani ambayo inashikilia kote na kusaidia, inakuwa kama vile haileti picha. Na sasa matumizi ya hizi dawa inasababisha sasa kwanza mgonjwa anachelewa kufika kupata huduma stahiki. Lakini pia inapoteza gharama, maana ni gharama. Wagonjwa wangu wamekuwa wakiniambia ni gharama, sio rahisi. Lakini pia kama mgonjwa atatumia vyote viwili, huenda ikamletea adha zaidi. Si ndio? Maana naweza nikasema tu dawa ambazo tunazitumia hospitali asili yake ni hiyo mimea, lakini imefanywa utafiti, ikapimwa dozi, ule mara ngapi, baada ya muda fulani uache. Wakati mwingine hii hatuna kwenye hizo dawa mbadala. Kwa huenda zinasaidia, lakini namna tu ya kufanya utafiti na vitu kama hivyo. Lakini pia naweza nikalisema hili, kuna maendeleo katika hizi tiba mbadala. Kwa sasa ninafahamu kuna baadhi ya magonjwa mengine ambayo yanasomewa kabisa darasani, hizi tiba mbadala. Kuna kozi inatolewa, kwa mfano chuo chetu cha Muhimbili ambacho wanasoma hizi tiba lakini zimethibitika kusaidia magonjwa mengine. Saratani bado ndo tafiti zinaendelea. Kwa hiyo hatusemi kwamba hazisaidii, zinasaidia, lakini zinahitaji zifanywe tafiti ili kujua kweli zinasaidia. Kwa sababu unapoendelea kusubiri, yani tukizungumzia saratani swala la muda. Yani muda ni kitu muhimu sana. Tunapoendelea kuchelewa kujaribu hichi, mwisho wa siku unakuja sasa tayari imeshakuwa kubwa, matibabu magumu, gharama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wa tiba mbadala kwanza ni rafiki zetu. Baadhi ya watu tiba mbadala wamekuwa wakituletea sisi wagonjwa. Lakini pale ambapo unaamua kwenda huko, basi ufikirie haya yote. Mambo ya kuthibitika, mambo ya muda, mambo ya gharama, na unafikiri shida aliyopona mwenzako inafanana na ya kwako na vitu kama hivyo. Na watafiti wanaendelea kuzifanyia kazi tiba mbadala kama zitasaidia magonjwa haya saratani. Kwa tusubiri, labda itakuwepo siku moja. So umezungumzia tiba kwa aina 3, tiba kemia, radiotherapy pamoja na upasuaji. Mtu akipata saratani ni lazima atumie zote hizi au inakuwaje? Kuna mipangilio kutokana na aina ya saratani na hatua pia. Kwa hiyo inatofautiana kabisa. Ugonjwa mmoja anaweza akatumia moja kati ya hizi, na pia inategemea na hatua. Kama nilivyosema, ugonjwa ukiwa mdogo mara nyingi tiba ni rahisi, na maanisha pengine unatumia vitu vichache zaidi. Ugonjwa ukiwa mkubwa ni huo, labda ni titi hilo, lakini sasa ugonjwa ni mkubwa, inabidi utumie vitu vingi kwa sababu ugonjwa ni mkubwa. Na mpangilio haufanani. Kwa saratani nyingine unaambiwa fanya upasuaji kwanza. Kwa saratani nyingine unaambiwa fanya dawa kwanza alafu ndo. Na hivi vyote viko kwenye miongozo. Tunatumia miongozo kutibu. Sio kwamba mimi natoa vya kwangu. Tuna miongozo kwamba saratani ya titi tibiwe 1, 2, 3. Saratani ya titi ikiwa hatua hii unabidi uanze hivi. Ya utumbo mpana ikiwa hatua hii inabidi ianze hivi. Sasa mara nyingi tunashirikiana wengi, kwa sababu kama nilivyosema mimi ni mtaalamu wa tiba ya dawa pamoja na tiba mionzi. Kuna daktari mwingine wa upasuaji. Kitu ambacho tunafanya ili kuwahudumia wagonjwa pasipokuwa na confusion hapo katikati, tunakutana,
Tunaongea kwamba mgonjwa A ana shida 1 2 3, tunaangalia picha ambazo amezifanya, tunaangalia historia, tunaangalia uwezo wa kuhimili matibabu, tunapanga ataanzia kwako daktari wa upasuaji alafu atakuja kwetu, au tutaanza sisi alafu atakuja kwa kutokana na ugonjwa husika. Kwa hiyo haifanani kutokana na sehemu ya ugonjwa iliyoathirika pamoja na hatua ya ugonjwa. Okay. Yes. Na kwa mfano kama ndugu yangu au rafiki yangu amepata saratani, ni mchango gani ambao unaona ndugu au marafiki wanachangia kwenye matibabu, like the social network and everything? Kwetu sisi hiyo ni component muhimu sana. Na ni muhimu kwa nini? Ni kutokana na uzito wa tatizo. Ni ugonjwa uko kwenye mwili ndio, lakini unaathiri aspect nyingi sana za maisha. Mojawapo ni sawa mwili wenyewe, lakini kuna mambo ya akili. Inaathiri sana afya ya akili. Inaathiri sana afya ya mfuko kwa maana ya gharama za matibabu, si ndio? Mfumo wa maisha kiujumla. Labda mgonjwa inabidi ale kwa njia mbadala, inahitaji support, si ndio? Alafu baada hata ya matibabu kuna namna maisha yanaweza yakabadilika kutokana na ugonjwa pamoja na matibabu. Kwa hiyo support au uwezeshaji wa familia na jamii ni muhimu sana. Tunasema saratani si ya mgonjwa pekee. Saratani ni ya familia. Yaani ukishakuwa na mgonjwa wa saratani, kila mtu kwenye familia anakuwa anahitaji kujua ni nini kimetokea. Anahitaji, wengine watauliza sasa kutoka kwa wagonjwa wengine wanaofahamu au ndugu, au tuna Google, tuna vitu kila mtu anajaribu kusaidia. Kwa hiyo wakati huo kila mtu anaweza akakwambia kitu. Vingine ni sahihi, vingine sio sahihi. Kwa hiyo mara nyingi huwa nasema ukitaka taarifa sahihi nenda kwa mtu husika na hicho kitu. Si ndio? Mimi nikitaka taarifa kuhusu kuchonga mbao, mimi nitaenda kwa mseremala. Siendi kwa muuza sijui viatu au vipi, si ndio? Kwa mara nyingi ili kumsaidia mgonjwa na kutokumletea ideas nyingi, dhana nyingi ambazo pengine zina ukweli kiasi, zingine ni kweli kabisa, nyingine ni sio kweli kabisa. Mara nyingi tunahitaji ukutane na mtaalamu wa afya ili kukupa taarifa sahihi wewe kama ndugu, ili pia usimuinfluence mgonjwa kwa taarifa zisizo sahihi. Tumeona wagonjwa ambao wamechanganywa sana kwa sababu familia ndio ambayo ina support pia. Kwa familia ya mgonjwa anaweza akawa hajaridhia, lakini kwa vile familia imeshasema inabidi tu ifanyike hivyo. Umeona? Hiyo ni moja, lakini pia hii jamii kwa maana ya familia pia ina mchango mkubwa kumsupport katika kulibeba lile tatizo kwa maana ya kulikubali, kufanya maamuzi kuhusu mpangilio wa matibabu, kulipia gharama za matibabu na uwepo wao tu. Wagonjwa wanahitaji uwepo, hawatakiwi kukaa peke yao, wanahitaji labda huduma za kujisaidia na vitu kama hivyo. Familia inahusika sana. Kwa hiyo tunasema ni mchango muhimu sana kwa wagonjwa wa saratani. Tumeona wagonjwa kutokana na kwamba wamekosa hiyo support, wamekata tamaa, wamerudi nyuma, amekuja dawa ya kwanza akasema mimi nimekosa mtu wa kunileta dawa ya pili, au nimekosa mtu wa kunilipia dawa ya pili. Kwa hiyo inaathiri mfumo mzima. Lakini pia kuna mchango mkubwa sana kwa watu wanaohudumia roho zetu. Kwa maana ya mashehe kwa Waislamu au watu ambao wanahusika na mambo ya dini, kwa sababu na Wakristo na wachungaji na watu kama hao, inasaidia kulibeba tatizo. Si kama binadamu tumeumbiwa kutegemea kitu ambacho kiko juu yetu. Unapokosa mtu wa kutegemea, obviously inaweza ikakufanya ukate tamaa, lakini wamekuwa mchango mkubwa sana kuwatia moyo wagonjwa na kuwasaidia katika njia yao ya matibabu. Mchango wengine ni washauri
ambao pengine sio sisi tunashauri kwa sehemu, lakini kuna watu maalum ambao wanaitwa counselors, wanasaidia sana. Kiujumla mgonjwa wa saratani anapogundulika anahitaji support si tu kwa familia na watu wa huduma, lakini jamii nzima kiujumla. Hakikisha taarifa unayompa ni taarifa ambayo ni sahihi. Kama hauna uhakika, ni bora tuende kwa mtaalamu wa afya kuliko kumchanganya mgonjwa. Ndio, sijui nimekujibu hapo. Sawa kabisa. I think labda tuulize swali la mwisho. So kati ya watu ambao so binafsi kati ya changamoto ambayo au maswali mengi ambayo wagonjwa au ndugu wanaulizaga hasa ni regarding sexual function. Yes. Pamoja na mtu kubeba ujauzito au kuzalisha. Yes. Akishapata matibabu ya saratani. So nafahamu dawa zinatofautiana, upasuaji zinatofautiana, lakini kiujumla hawa watu unawashauri, unawaambia nini? Sasa tukirejea kwenye ile point ya awali, tulisema zamani tulikuwa tunaona wazee wanapata saratani. Sasa wazee wameshazaa, wamefanya nini? Kwa haikuwa issue sana. Japo ni kitu muhimu sana kwa maana ya mambo ya nguvu za kiume, nguvu za kike na vitu kama hivyo. Sasa hivi kwa vile tunaanza sasa kuona watu ambao ni vijana zaidi wanapata saratani, imekuwa ni kilio, imekuwa sasa ni shida ambayo lazima tutafute namna ya kuwasaidia wagonjwa. Kwanza niseme si tiba zote kwa maana ya dawa, tiba mionzi na nini zinaathiri ufanyaji kazi wa nguvu za kiume na kike pamoja na mambo ya uzazi. Lakini inategemea pia na kiungo husika. Tukizungumzia saratani ya shingo ya kizazi, kuna tiba ambayo unaweza ukapata ikawa shida wewe kuendelea kupata watoto kwa maana ya uzazi pamoja na aina ya dawa fulani. Lakini sio lazima. Kwa baadhi ya saratani ni changamoto. Tuseme tu kwa ukweli ni changamoto kutokana na eneo husika. Kwa sababu kama nyumba ya uzazi iko tu juu pale, chochote unachofanya inaweza kika influence. Si dawa zote pia zinasababisha. Na wakati mwingi hatu encourage kwamba watu wabebe ujauzito wakati wako kwenye matibabu, kwa sababu inaweza ikaathiri hata yule kiumbe ambaye anatungwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza tiba kwa baadhi ya dawa nyingi, nadhani mgonjwa kama yuko bado katika umri wa kuweza kutungishwa mimba, inawezekana. Na mambo yote haya huwa tunaongea na mgonjwa kabla hatujafanya chochote. Kwa sababu kama nilivyosema, sisi tuko upande wa kushauri. Na katika kushauri lazima umuelezee mgonjwa athari na faida ya kitu unachoenda kufanya. Kwa hiyo hizi discussion huwa tunazifanya. Kwa baadhi ya nchi sio tu zilizoendelea, lakini pia kuna nchi zetu jirani hapo wamefanikiwa kwa kiasi kabla ya matibabu, na kama tunaona kwamba kuna uwezekano wa mtu kupoteza labda uwezekano kupata mtoto na nini, zile mbegu za kiume pamoja na mayai wanahifadhi. Baadaye ukimaliza matibabu yako basi wanatunga and then baadaye mtu anaweza kubeba ujauzito. Hiyo procedure ipo, lakini bado hatujakuwa consistent hapa kwetu. Lakini hiyo procedure ipo, lakini mara zote kama kuna athari ambazo tunazifahamu kuhusu tiba husika, kabla hujaanza tiba lazima tuwe na hayo majadiliano. La mwisho ni kutoa rai, moja kwa mtu binafsi, mtu mmoja, pili kwa jamii kama jamii, tatu kwa serikali. Tukianza na mtu mmoja, kuanzia mwanzo nimekuwa nikisisitiza sana habari za uchunguzi wa awali na kujua dalili za awali za saratani zinazoongoza, ambazo hizi zinapatikana tu kama mtu na smartphone, ukigoogle yani vinakuletea vyote. And kama ukipata hiyo shida usisite kuonana na mhudumu wa afya. Inakuwa ni bahati kwako kupata saratani ikiwa bado hatua za awali kabla haijawa
hatua za baadaye ambazo matibabu yake yanakuwa magumu kidogo. Na ukipatikana ukiwa na hizi dalili na ukaonekana kwamba wewe una saratani, matibabu yapo. Uzuri sasa hivi serikali imeweka nguvu katika kutoa matibabu haya. Saratani za miaka 6, 5, 10 nyuma huduma zilikuwa zinapatikana sehemu chache sana. Sasa hivi sehemu zimeongezeka. Kwa kanda yetu ya kaskazini tuna KCMC ambao kuna huduma hizo za matibabu ya saratani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana. Lakini pia ni kuangalia mitindo yetu ya maisha. Kila mmoja namna unavyoishi, unavyokula, unavyofanya mazoezi. Kuna miongozo ambayo inakwambia fanya mazoezi kwa kiasi gani kwa mwanaume na kwa mwanamke. Ni mazoezi gani? Mazoezi sio tu kunyanyua chuma. Mazoezi ni kutembea, ni kukimbia, ni kuruka kamba. Wakati mwingine ni kujog tu baiskeli na vitu kama vitu ambavyo vinafanyika tukiwa kweli tunataka kubadilisha mitindo ya maisha. Lakini pia kupunguza matumizi ya vitu hatarishi, sigara, pombe, punguza vyakula vilivyosindikwa. Angalia mlo unaokula. Lakini pia kuna tabia hatarishi ambazo zinasababisha saratani zinazosababishwa na infection. Kwa mfano, angalia watu unaokutana nao kwa maana ya jamiana na vitu kama hivyo, si ndio? Chanjo kama zipo kwa ajili ya saratani husika na wewe ni mtu ambaye unaweza kupata, ni muhimu. Haya, hapo tumemaliza kwa mtu binafsi. Kama una mtoto, naomba niongeze, kama una mtoto wako na wa kike kati ya miaka 9 hadi 14, hii chanjo ipo na ni bure kwa ajili ya kirusi anayesababisha saratani ya shingo ya kizazi. Sawa. Kwa jamii, ninachoweza kusema kutokana na namna ambavyo jamii ina mchango mkubwa kwa matibabu ya saratani, jamii iongeze nguvu kutafuta elimu sahihi. Kama ambavyo Dr. Faraja unatusaidia, hii ni kuleta uelewa katika jamii. Kwa hiyo huenda ukisikiliza leo unamwalika na mwingine unamtumia mwingine ili iwezekane kwamba tuwe na taarifa sahihi, si ndivyo? Lakini pia epuka kuongea vitu ambavyo vinaweza vikarudisha nyuma maendeleo ya mgonjwa kwa maana kumuinfluence namna ya kudecide kama hauna uhakika nacho. Lakini jamii kiujumla ni kuchunguzwa. Kila mmoja, makanisani wafanye kwa sehemu yao kukumbushana. Wataalamu wa afya mara zote tuko tayari kuja kutoa elimu. Wakati mwingine tunazitafuta nafasi hizi. Kwa hiyo kama kuna namna ambavyo unaweza ukaiweka katika kanisa au ukaweka katika msikiti, maana ndio watu wanapokutanika. Masokoni mnaweza mkamuita mtu akawaelewesha. Tuko tayari kwa sababu tunadhani tukiweza kukinga inakuwa inatupunguzia mzigo wa wagonjwa wengi wanaotufikia. Kwa serikali kwanza nishukuru kwa namna ambavyo imeongeza hospitali ambazo zinaweza kutoa hizi huduma kwa support kubwa ya vifaa na tiba, lakini pia ni kuongeza nguvu katika tuko milioni 62. Hospitali zinazotoa huduma za saratani bado hazitoshelezi. Kwa hiyo aidha kuwezesha hospitali ambazo ziwepo ziweze kutoa tiba za saratani, kuwezesha wataalamu kwa maana ya kusomesha, na serikali inafanya vizuri sana hapo, lakini iongeze pia, lakini pia kuwezesha takwimu sahihi za saratani, maana siri ni namba. Ndio, ukijua namba inasaidia kujua tunaelekea wapi, tumetoka wapi, na utaweza kujua tusahishe wapi. Hapo kusupport watafiti. Tafiti nyingine zinatumia gharama kubwa. Serikali ikiweza kusupport inakuwa vizuri sana. Kiujumla naweza nikasema hivyo.